Kwa majina naitwa Joseph Isaac Msavangwa. Ni mzaliwa wa mkoa wa Morogoro, wilaya Kilombero, kata ya Mangula. Mimi nilihamia mkoani Katavi mwaka 2014 nikiwa na brother yangu sasa hivi yuko serikalini. Na nilifanikiwa kuingia shamba ilikuwa mwaka 2015. Akaniweka shamba kwa muda kama wa miaka 2. Nilivyotoka pale akanipeleka chuo, nikasoma short course VETA driving, nikamaliza. Akanitafutia masuala ya leseni, lakini elimu kwangu ikawa changamoto. Elimu yangu na elimu ya darasa la 7 sikufanikiwa kuendelea kufika huko ambapo vigezo vinatutaka tuajiriwe. Toka hapo brother akaniambia, sasa umesoma, una cheti, lakini sasa uwezi ukapata ajira kutokana na elimu yako. Kwa hiyo akanishauri niendelee na elimu, nirudi QT. Sasa kwa muda na jinsi nilivyokuwa nimeshazoea mazingira ya mtaani, nikahisi kama vile changamoto hivi, na nikisikia kwamba sio mpaka ufike chuo, sio mpaka uajiriwe ndo maisha yanaweza kufanya nini yakaenda. Kwa hiyo nikamwambia, kwa stage niliyofikia, ulivyoniweka shamba nimejifunza kitu. Kwa hiyo unaweza tu kaniacha shambani, au hiki kicheti au hii leseni ukanitafutia namna nikajishughulisha kupitia leseni yangu. Basi akanielewa. 2016 kakangu amehama Mpanda kwa Mbeya. Akaniambia, basi kumbe pikipiki hii hapa unaweza ukajishughulisha na kazi ya bodaboda. Nikamwambia naweza nikaifanya. Kwa hiyo akaniachia 2016 nikaanza kujishughulisha na bodaboda. Kwa hiyo nikajishughulisha na bodaboda 2016 hadi 2017 nikarudi shambani. Kwa hiyo kipindi napiga bodaboda nilikuwa narudi shambani na wawezesha wakulima wakati wa kilimo. Mkulima unakuta ana shamba lakini nguvu hana. Na upande fulani serikali kama vile imewasahau wakulima. Ili upate nguvu serikalini unahitaji uwe na hatimiliki labda ya shamba ndo upate nguvu. Kwa hiyo sisi ndo tunaenda tunawasaidia. Kwa hiyo nikawa nawasaidia wakulima na wao wakawa wananilipa mazao yangu msimu wa mavuno ukifika. Kwa hiyo ndo nimeanza hiyo system na kurudi mjini najishughulisha na bodaboda, nikienda shamba najishughulisha na mazao. Umezungumzia swala la kuwasaidia wakulima. Ni msaada gani hasa ambao wewe ulikuwa unautoa kwa wakulima hao mpaka inafikia kipindi ambapo wanavuna wanakupatia hicho ambacho walikuwa wanakupatia? Ndio, mkulima ananifuata wakati wa kilimo, ananiambia, ndugu yangu naomba unisaidie shilingi 50,000. 50,000 ina thamani ya gunia moja la mpunga. Kwa hiyo anaweza akachukua hela labda gunia 3, ikawa laki na nusu, ikamsaidia kulima, ikamsaidia kupanda, ikamsaidia na palizi kwenye mpunga. Kwa hiyo wakati wa mavuno mwezi wa 6 nikifika pale ananipa haki yangu, kwa sababu mimi ndio nilomsaidia yeye akafanya nini, akafikia hapo alikofikia. Vipi hizo fedha ambazo ulikuwa ukiwapatia kwa ajili ya wao kuinvest, tunaweza kusema katika kilimo, ni hizi ambazo ulikuwa unazitoa kwenye bodaboda, au kuna sehemu nyingine, shughuli nyingine mbali na hizi ambazo umetuambia ambazo ulikuwa unazifanya? Kwa wakati huo ni bodaboda. Nilikuwa na uwezo wa kutunza shilingi 10,000 kila siku yanayo kwa Mungu. Kwa hiyo 10,000 mara 30 kuna 300,000. Kwa hiyo 300,000 nilikuwa na uwezo kila mwezi wa kukusanya gunia 6 kwa 50,000. Kwa hiyo nilikuwa nikijiandaa kuanzia mwezi wa 11 pale na uwezo wa kutunza hela mpaka mwezi wa 12 unavyoanza kilimo, na mimi ndo naingia shamba au wao wanafanya mawasiliano na mimi. Kwa hiyo pale najikuta na uwezo. Kwa hiyo mwaka wa kwanza nilifanikiwa kukusanya gunia 20, nikarudi. Nilivyozizalisha zile gunia 20, mwaka wa pili nikafika kwenye gunia 50. Nilivyofika gunia 50 nikafanikiwa kufungua duka la kwanza, liko Nyerere, mtaa kwa babaye. Kwa hiyo nilivyofanikiwa kufungua lile duka la kwanza nikamweka mdogo wangu, lakini bado nikawa najishughulisha na bodaboda pia. Kwa hiyo mdogo wangu alikuwa anaendeleza zile biashara, mimi nikawa najishughulisha na bodaboda, msimu ukifika najishughulisha na mazao. Kwa hiyo tukaenda 2017, 2018, 2019 nikaoa. Ikaonekana yani tuachiane sasa mipaka, maana mdogo wangu naye umri ukafika wa kuoa.
Nikamwambia basi kumbe kwa vile tumeshazalisha na ofisi imeshakuwa kubwa, naomba kiasi hii ofisi mimi nikuachie. Kwa hiyo kile kiasi nilichomuomba, akaniomba nimpe muda, kweli nikampa muda, akanipatia kiasi, nikaja kufungua duka la pili. Kweli ile ndo nikamwachia, mimi nikabaki na duka la pili, nikaliendeleza. Wakati huo ikabidi sasa nisimame kwenye bodaboda maana nikakosa muda. Na kuamini tena mtu mwingine kumweka sikupata. Kwa hiyo ikabidi nisimame kwenye bodaboda. Bodaboda yangu nikampa mtu mkataba kwamba yeye atakuwa anaendelea kuniletea 10,000 ile kila siku ndani ya mwaka mmoja, miezi 12. Kwa hiyo na mimi nikabaki dukani sasa. Kwa hiyo ile hela ya bodaboda nikairudisha tena shambani kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo nikafanikiwa kufika gunia 70 za mpunga. Kwa hiyo nilipofanikiwa kufika gunia 70 za mpunga, nikafanikiwa kupata nguvu ya kuongeza ofisi yangu mpaka imekuwa, na nikarudi tena shambani, nikaendelea kuwasaidia wakulima. Si mbaya, nimefikia pazuri, sio pabaya sana. Lile duka ambalo liliweza kugawa mtaji ukaweza kuchukua na wewe kuanzisha biashara nyingine ambayo ile ya mwanzo ulimwachia mdogo wako, ulianza na mtaji wa kiasi gani? Dukani nilianza kama na mtaji wa shilingi 900,000, nakumbuka. 900,000 ndio mzigo ambao nilifanikiwa kuchukua. Yaani 900,000 mpaka kodi. Mzigo maximum nilichukua wa shilingi 600,000. Mzigo wa shilingi 600,000 nilianza na shelfu ya upande mmoja. Nikalipa kodi, kuchonga shelfu, kwenda TRA, kwenda kulipia kila kitu, iligonga kama kwenye 900,000. Na kipindi hicho mpunga ulikuwa hujapanda bei, gunia tulikuwa tunauza likipanda sana 50,000. Sio tofauti na sasa hivi unaweza kauza la gunia 100,000, gunia 1,500 ukikoboa mchele. Kwa hiyo nilianza na mtaji kama wa 900,000. Hakuna zuri lililokosa changamoto. Ni changamoto zipi ambazo hiyo story nzima ulotupatia unakumbana nazo au ulikumbana nazo mpaka kufikia leo hii ulipo? Changamoto ya kwanza kwenye mazao. Unaweza ukakubaliana na mkulima ukamsaidia kweli na akavuna idadi unahitaji akupe, labda kwa mfano gunia 5, ukakuta mkulima anakupa gunia 3, akakwambia bwana kipato sio kizuri. Anaweza akakupa gunia 4 likalala 1. Basi mnaenda kwa vile amekuelezea shida au changamoto alizokutana nazo. Hizo ndo changamoto ambazo zilikuwa zinanikwamisha, kwa sababu nilikuwa naishi kimalengo kwamba nimetoa hela naweza nikapata gunia 20 msimu au 30, lakini unakuta hazifiki. Kwa malengo yangu yakawa yanakwama. Changamoto ya pili ilikuwa ni dukani. Nilikutana na changamoto nilivyofanya biashara mwaka kwanza, mwaka wa pili niliibiwa. Dukani nikaibiwa, nilivyoibiwa bahati nzuri nilikokuwa naenda kuemea nilikuwa tayari nishatengeneza uaminifu. Kwa hiyo nikaenda nikajielezea kwa yule mtu, akanisaidia mtaji, akanikopesha mtaji wa shilingi 500,000 na mimi nilikuwa nimeweka kama 400,000. Kwa hiyo nikaemea tena mzigo wa 900,000, mzigo tu. Nikaurudisha tena dukani. Mungu kajalia, tukaendelea. Changamoto ya 3 niliambiwa nihame sehemu ambayo nilikuwa nafanyia biashara. Sasa na kwa wakati ule lile eneo nahisi ndio lilikuwa eneo sahihi kwangu. Nilikuwa nimeshatengeneza wateja. Sasa mmiliki wa lile eneo aliponiambia nihame, kwa kweli nikaanza kuwaza yani hapa nahamia wapi tena. Na kama unavyojua biashara kazi kutengeneza wateja. Kwa hiyo Mungu akanisaidia, eneo lile nikapata mtu ambaye nilikuwa naishi naye vizuri, akanambia uwanja huu hapa, tofali hizi hapa, lakini sina uwezo wa kufanya nini, wa kusimamisha kibanda. Kwa hiyo unaweza kusimamisha kibanda, tukakatana kwenye kodi, ukaendelea na biashara. Kwa hiyo Mungu akasaidia kweli, tukajenga, tukaingia mkataba, niliposimamisha kile kibanda. Basi ilikuwa ni swala la kusogeza tu, tumetoka uwanja huu, tumeingia uwanja huu, eneo ni lile, biashara zikawa zinaendelea. Hizo ndo changamoto ambazo 3 nahisi ndio zilikuwa kwangu zinaumiza kichwa. Labda unahisi ni support ya aina gani ambayo unahitaji ukiachana na juhudi zako ili kuendeleza hichi ambacho unakifanya? Support, uaminifu. Kwa sababu unaweza nikawa na malengo au nikaamini biashara yangu inaweza ikanifikisha pale ninapotaka. Ninapohitaji nguvu, kwa mfano labda mkopo kutoka serikalini au kutoka benki kwenye mataasisi. Nikienda na target labda na malengo yako nipate shilingi milioni 2 au milioni 3. Ile taasisi inaniangalia kwanza. Yaani ofisi yangu ina uwezo wa kufikia hayo malengo au ya kulipa hicho kiasi. Lakini mimi moyoni na jinsi nilivyokuwa na experience na ile biashara, naamini kabisa naweza nikafanya nini? Nikafika.
ila vigezo vingine wanadai dhamana. Sasa unakuta mimi naweza nikawa nisio na dhamana, nikajidhamini kupitia biashara yangu, lakini taasisi zisituamini kutugea misaada. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama serikali inaweza ikatuamini kwa njia nyingine tofauti, kuwa na mpaka uwe na dhamana, yani nyumba, sijui nini, vitu vikubwa hivyo ambavyo mimi sina, lakini na malengo na naweza nikajisimamia nikafika hapo nilikofika, kutoka kwenye bodaboda kwenda kwenye mazao mpaka kuja kuwa mfanyabiashara. Kwa hiyo tunakosa hizo nguvu, tunakosa hiyo misaada na kuaminika. Yani unapohitaji kitu mpaka ujuane na mtu ndo akusaidie, lakini unaweza ukawa na nia, ukawa na uwezo wa kujisimamia, lakini usipate msaada. Tumalizie kwa ushauri wako. Ni upi ushauri wako kwa vijana wengine? Mtu ambaye anatazama kipindi hichi anaweza akaona wewe bado ni kijana ambaye umeweza kufanya mambo makubwa sana na unaingizia pato kubwa serikali. Ushauri wako kwa vijana ambao wapo mtaani labda wameshindwa kujishughulisha, unawashauri nini? Ushauri wangu kwa vijana wenzangu, cha kwanza, imani. Yani imani ndio kitu kikubwa sehemu yoyote unapotaka kwenda, kwa mtu, kwenye kampuni, kwenye nini. Ukitengeneza imani na kuwa na uoga na vitu, unaweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni washauri vijana wenzangu, yani wajitume, wajitoe, waachane na zile mambo ambazo fulani anione na muonekano huu. Zile ndio cha kwanza na hisi zinaturudisha nyuma ni vijana. Kwa mfano mimi nisingekuwa na ile kwamba fulani anione, nisingesubutu kwenda shamba, ningebaki tu mjini, ningehisi labda kule ndachafuka au ndakuwa na muonekano tofauti na wenzangu waliokuwepo mjini. Kwa hiyo ushauri kwa vijana wenzangu ni kujituma, wasiogope. Chochote alichonacho anaweza akatoka nacho. Mimi nishawahi kumshauri mtu kwenye mtaji wa shilingi 5,000 akanunua tikiti, akazicharanga tikiti la shilingi 2,000, deli lile kwa linauzwa 1,500, akawa na 3,500, akanunua kisu cha shilingi 500, akanunua barafu la kuvunjia kwenye tikiti kisha pasua. Akajikuta kama na 5,000. Na kweli alikuwa akizungusha, akirudi faida alikuwa anapata 3,000 akosi. Sasa hivi ni fundi seremala, maana shida alikuwa na lengo la kwenda kuwa fundi. Sasa ada alikosa kwa yule mtu, na hela kupata chakula ilikuwa changamoto, lakini niliweza kumshauri akaanzia huko kwenye matikiti. Alipofikia shilingi 70,000 akaenda kulipa ada, na jamaa alimwambia mimi nitakufundisha 15,000 kila mwezi, na ukiwa na kichwa kizuri miezi 6 tayari umeshajua. Kwa hiyo ushauri kwa vijana wenzangu nirudi tu kusema kwamba anaweza akaanzia chochote alichonacho, ili mradi tu ajisimamie vizuri. Yani hata 5,000, 10,000, 20,000 ni mtaji tosha, unaweza ukatosha. Kwa hiyo wakijituma kwenye kazi, wakiachana na makundi, na imani kabisa hawatoweza kukutana na changamoto zozote kama hizi zilizokuwa mtaani sasa hivi za vijana kufanya vitu vibaya, kufanya vitu sio vizuri. Hawawezi kugombana na serikali, hawawezi kugombana na polisi, na watu wakawaamini na maisha yakaendelea. Kwa hiyo ni washauri tu vijana wenzangu watengeneze uaminifu kwa watu wanaweza wakawatumia wao. Kwa hiyo ni kutengeneza uaminifu tu kwa watu wakawaamini na kujitambua, yani kwamba anaenda wapi. Kwa hiyo anaweza akajitoa pasipo kutegemea serikali, anaweza akajitoa pasipo kutegemea wazazi. Ni yeye mwenyewe tu akijua tu kama saizi natakiwa kufanya jambo gani, basi maisha anaweza kaenda vizuri. Tunakushukuru sana. Tuna imani kwamba vijana wengi ambao wamesikiliza kuanzia mwanzo yale uliyozungumza mpaka tunamaliza watakuwa wamefaidika nayo. Mpenzi mtazamaji, umemsikiliza Isaac. Amejenga uaminifu, anategemea na familia, lakini pia hata jamii inamtegemea. Pia anachangia pato kubwa sana serikalini. Wewe kijana